Sikiza nikwambie kitu kimoja. Golden chance huaga hazijirudiagi mara mbili. Alafu wewe ni mtoto wa kiume. Jiongeze. Hivi wewe, inaonekana kuna mtu ananisikiliza zaidi yangu mimi, si ndio? Wewe nilikwambiaje kuhusu kusuka kwa kichwani? Waifu, kwani hujui kama mmeo mimi ni mchezaji mpira au? Na leo nimepokea barua ya ndondo. Kwa hiyo kuna sehemu nimekodiwa hivi naenda kucheza mechi. Na ndio maana nikaona leo nisiende uwanjani kinyonge. Kidogo nipitie kwa Masalum pale nikasuke. Ila mimi nimekuja hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Nimekuja kukuomba msamaha kwa niaba ya dada yangu kilichotokea jana. Kiukweli dada yangu amezingua sana. Na sielewi hata ni mikosi gani ambayo inanikuta mimi, kwa sababu nikipanga mifumo yangu dada yangu anaipangua. Kila nikipanga mifumo haifanikiwi anaipangua. Yaani sielewi hata shida ni nini sasa. Maana sasa ananionea hivyo mimi. Sasa ananionea hivyo hadi kaka yake ndugu yangu kweli. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa nahitaji msaada wako. Kama una ushauri hizo unaweza ukanipa au kitu chochote ambacho nikakifanya mimi dada yangu. Yaani hapa nilipo sitaki kusikia lolote, yani sitaki kusikia chochote kuhusu hiyo dada yako, wala sitaki kushauri chochote. Kwani siku na wakubwa? Nenda kwanza kwenu ukaongea na wakubwa wako. Kishaongea na wakubwa wako ndio urudi hapa. Sawa. Mimi nimekuelewa ji. Mimi nitawafuata wakubwa wangu na nitaongea nao. Utajua mwenyewe mimi haya masuala yako yanihusu. Sawa basi. Mimi ngoja nikajiandae nielekee uwanjani. Ubaki salama. Na wewe pia. Labda fungu langu halijapangwa bado. Niache kulazimisha yatakuja kuniua. Mkono mtupu au lambwe haikupangwa uwe nami. Naacha kulazimisha visivyowezekana. Labda fungu langu halijapangwa bado. Niache kulazimisha yatakuja kuniua. Na imefikia tamati. Nimeshindwa. We. Vipi? Mbona kuvua nguo mbele yangu? Alafu ni nani alikupa ruhusa ya kuingia chumbani kwangu bila kupiga hodi? Wewe si umeshakataza kuingia chumbani kwangu wewe? Alafu hesabu wewe. Kaka, kumbe ulikuwa ndani. Nikajua huku chumbani kwangu, sinajua milango inafanana hivi. Ila si mbaya. Naweza tu nikatoka. Wewe. Sawa, shapata majibu. Yaani wewe kuna kitu unakitafuta kutoka kwangu, si ndio eh? Haya njoo hapa. Njoo mama njoo. Njoo mama Hivi Sabi mdogo wangu. Mbona siku hizi sikuelewi? Hebu jaribu basi kunielekeza mimi kaka yako unakutwa na shida gani au unapitia changamoto gani? Maana sikuelewi siku hizi umedata, si umepatwa na nini? Utakuwa na mapepo wewe rahisi Sasa nisikilize. Naomba ufumbe macho nijaribu kukuombea kidogo. Inaweza kusaidia. Afu kweli kaka. Yaani ilo wazo la kuomba ni nzuri sana. Kwa sababu mimi mwenyewe sijielewi. Sina mapepo. Muda mwingine ninakuaga yani kama vile chizi, yani sijielewi. Yaani ilo wazo la kuomba. Fumba macho bwana. Fumba macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nakuja mbele zako, naomba yapokee maombi yangu haya. Humu ndani naishi mimi na dada yangu, lakini siku hizi simuelewi kabisa. Natuma moto. Kama kuna mapepo kwenye kichwa chake hawezi kutoka kabisa. Yatoke. Natuma moto Baba. Fire! 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 Kaka. Tuombe. Wewe. Kaka bwana zingine unanikera. Wewe uone njoo na ufaidi nje huko. Wewe umekaa kipimbipimbi tu. Unashindwa hata kujiongeza kakaangu jamani. Unanikera kama nini? Vitu vidogo kama hivi.
unajiongeza. Mjomba, umesema dada yako anakusumbua. Anakusumbua kivipi hapa? Yaani mjomba wewe acha tu. Yaani sielewi dada yangu sasa anaumwa au ana mapepo au ana matatizo ya kisaikolojia. Maana pale nyumbani ni vituko mjomba wangu. Yaani nafikia stage mimi dada yangu anaingia chumbani kwangu bila hodi anabadilisha nguo. Tena anataka kubadilisha nguo mbele yangu mimi. Hivi mama mjomba kweli hiyo iko sawa? Aya achana na hilo mjomba, niko nje pale natengeneza neti. Juzi kati tu katoka chooni anakuja mbele yangu anasugua gaga. Tena na kanga moja mjomba. Yaani unajua kuna vitu vinaendelea pale mimi Sabi anavifanya ambavyo sivielewi yule mjomba. Kwa hiyo nimeshindwa kuvumilia, nimeona ni bora nije kwako mjomba nikuelekeze, ujue mimi unanisaidiaje au unatusaidiaje ndugu yangu. Maana sasa nafikia stage mimi kuna siku mjomba nimesimama njiani na mkweo. Sabi sijui katokea wapi huko kaja pale na machozi mwa analia. Oh kakangu wewe una ukimwi unasimama na watoto wa watu hawa, sijui unatumia dozi. Sasa mjomba hivi kweli maneno hayo Sabi ya kuniambia mimi. Yaani mjomba. Mimi Sabi Mjomba, unajua kipindi nyie mpo wadogo ni kama nimewalea. Na kipindi nyie mpo wadogo wewe ndio ulikuwa mkorofi sana. Na wewe ndio ulikuwa unampiga sana dada yako yule. Sasa unavyoniambia leo kwamba dada yako anakuletea mambo hayo, asa mimi nafikiri nitakuelewa? Au nafikiri nitakuamini? Aya, wewe dada yako yuko wapi? Lipo nyumbani pale. Sawa. Twende huko kwa sababu mimi sipendagi mambo ya ujinga. Twende. Shikamoo mjomba. Marahaba, jambo. Jambo. Kaka shikamoo. Hey. Mjomba, leo nimeamkiwa bwana. Yaani huyu Sabi mjomba hajawahi kuniamkia hata siku moja. Maisha hapa ndani tunaishi naye tukiamka yani hivyo tunaonana hivyo. Anajawahi kuniamkia hata siku moja. Tena leo ananiamkia kabisa kwa adabu eti shikamoo kaka. Sasa mjomba, dada yako kukuamkia kuna shida gani? Sawa mjomba, hamna shida. Mjomba, naona siku hizi uvai chupu na vaa boxer. Hamna mjomba. Kaka kaniomba nimfulie saa. Na mimi nimeona bora nimsaidie tu. Sabi mjomba. Mimi siwezi nikamwambia dadangu anifulie nguo zangu za ndani kusema ukweli. Huyu ni muongo mjomba. Sijawahi kumwambia hata siku moja. Kwanza nimempiga marufuku kuingia chumbani kwangu. Wewe sijakupiga marufuku kuingia chumbani kwangu wewe. Hii boxer ya kwangu mjomba. Na sijui ni nani anamwambia atoe chumbani kwangu. Mjomba mimi si nilikwambia umeona mambo sasa. Mimi nilikwambia kule mjomba huyu dada jao, usimuone za mambo yake. Wewe ndio chanzo cha matatizo yote haya. Unawezaje kumpa mdogo wako akufulie nguo ya ndani? Tena haitoshi mjomba. Nimemwambia vitu kama hivi sifai kufanya mimi, natakiwa afanye mchumba wako. Lakini yeye ananiambia eti mimi naweza pia kuwa mchumba wake. Sabi. Mjomba mimi sijamwambia hivyo bwana. Nakusikiliza, umenitia nini? Sabi, kiukweli mimi nakupenda sana. Na nadhani unafahamu hicho kitu. Na ninakuwa na wivu na wewe. Kwa sababu upendo wa kweli huambatana na wivu. Hakuna siku ambayo niliumia kama ile siku ambayo nilikuja pale kwenu. Alafu nikamkuta yako Kwisa anakukanda mguu. Kile kitu kiliniumiza sana. Umemaliza? Yaani mimi nikajua si unaongea kitu gani cha maana. Eti una wivu. Hivyo una wivu kunishinda mimi? Yaani nikisema ni ubebe wivu wangu nikupe, sidhani hata kama utaweza kuubeba. Basi sawa mpenzi wangu, mimi nimekuelewa. Lakini
Mimi nilikuwa napenda kutoka kwako. Unajua tangu nimerudi sijaiona kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kitu kimoja, kwamba usiku leo uweze kulala hapa ili niweze kuichapa. Nimekumisi sana. Na kuomba lakini tafadhali mpenzi. Sawa. Lakini na mimi mwenyewe na kipengele changu. Kipengele kipi hicho? Nataka nikiamka unipe 200,000 na shida nayo. Kuna kingine ndio hicho? Hicho tu. Basi mimi nafikiria kuna shida, hilo limeisha kabisa. Ndio maana upenda. Najuta kupoteza muda wangu. Sina cha maana nilichokipata zaidi ya jasho tu. Unabimbilika mtoto wa kiume, nikajua shughuli ipo. Hivi kunisumbua kote kule na mwisho siku ndo mambo kama haya. Naitaka niichape. Mchapaji utakuwa wewe. Umeichafua tu. Lakini Sabi, mbona nifanya kila kitu kwa ajili yako hapa? Nimepambana kadri ya uwezo wangu. Nimefanya kila kitu, but it's still nothing. Shida kwa sababu uliziki. Nipatie basi nafasi ya mwisho. Nafasi ya mwisho? Yaani endelee kukupa nafasi ya mwisho kwa hiki uko ujinga ule ufanye. Yaani cha maana huna, umenichafua tu hapa hapo eti nafasi ya mwisho. Unajua nafasi ya mwisho wewe? Wapo wakupewa nafasi ya mwisho. Kuna mtu uko namfikiria. Najua kabisa wewe naweza kumpa nafasi, yaani zisiwe na mwisho. Umenifanya nipoteza muda kwa ajili yako wakati mimi nipo na jambo langu nalipambania. Alafu unajua nini? Au basi unitibua tu saizi. Sabi, sasa hivi naona umeanza kunizoea vibaya, si ndio Kwanza kabisa jana hujalala nyumbani. Umerudi hapa asubuhi na sijakaa kuongea na wewe kwamba jana umelala wapi. Bado tena nimekutuma uende dukani ukamchukulia mgeni soda, naona umekaa masaa 100 huko. Kwa hiyo kuniambia muda wote nilokutuma ule umeenda tu kufuata soda. Sasa siku na foleni au? Unataka niende pale dukani nianze kupanganywa watu mimi ndio niwe mbele? Kila sehemu kuna utaratibu wake bwana. Taratibu Sawa. Mpe mgeni soda yake.
Nini shida? Baby, mchukua na wewe uonje kwanza. Sabi. Wewe, yani leo nimekuvulia vivu, haki ya Mungu. Sasa ujinga gani umefanya? Wewe sinaongea na wewe? Sasa leo utanijua vizuri mimi nani. Na si wewe ulikuwa unataka kujua upande wangu wa pili ukoje. Yaani leo nitakupiga kipigo ambacho hujawahi kupigwa. Mjomba, mimi sema kweli nimechoka. Kaka Kwisa kila siku hapa kazi ya kunipiga. Na madonda mwili mzima hapa nilipo. Nimeumia mjomba, ona hapa. Yaani ukinigusa hapa, asa achia mbali hapa. Kuna hapo maeneo ya kiuno hapa. Kuna mjomba taratibu. Huku chini kama unataka mjomba ni pala niuma. Yaani wewe unajua tu mimi nimechoka kusema kweli jamani, nimechoka. Nimechoka na kupigwa. Basi anko, nimekuelewa. Nilichogundua wewe uwezi ukaishi na kaka yako. Sasa basi, nakuomba uende nyumbani uchukue vitu vyako vyote na mabegi yako yote. Uje uishi na mimi hapa kwa muda. Hapana mjomba. Ukisema hivyo nakosea. Kwa sababu pale nyumbani sisi tupo wawili tu. Wazazi wetu wamefariki, wametuachia sisi ile nyumba. Nikisema niondoke nimwache kaka Kwisa pale nyumbani, ataingiza malaya zake mbele, itakuwa danguro, itakuwa tena sio nyumba. Patakuwa hapana heshima tena pale. Kila siku mimi anafanya kazi ya kunipiga, sawa, nimekubali. Inabidi tu mjomba utafute namna ya kuongea naye, lakini sio mimi kuondoka pale nyumbani. Wewe sasa amekupiga amekuumiza? Ndio. Kwa nini unataka mpaka kuua? Lakini kumbuka mjomba, nikisema niondoke pale, hali ya pale nyumbani itakuwa sio vizuri. Inabidi wewe tu utafute namna nyingine ongee naye. Maana kaniumiza sasa huku mgongoni. Yaani mjomba, yani fanya kama vile unashuka hivi. Yaani ukiachia mbali hapo fanya kama vile unashuka hivi. Taratibu mjomba. Fanya kama unashuka mpaka huku chini. Ukote kama pananiuma hapa nilipo. Basi tu yani nashindwa kukuelezea mpaka ukanielewa. Pananiuma mjomba. Kuna sehemu hiyo ndo kaniumiza sana. Yaani si yote nikuelezee vipi mjomba. Ngoja tu nikuonyeshe. Hapa. Si umeona? Pananiuma hapo mjomba. Yaani kaniumiza kama nini hapo.